Naam, mtazamaji wa Nyang'hwale TV, karibu kwenye kipindi chako hichi kipya kabisa. Kipindi kinaitwa Tunawasakua na Kuwaibua. Lengo letu ni kuwasakua wajasiriamali mbalimbali ambao hususan vijana waliothubutu kuhakikisha kwamba wanabadilisha maisha yao kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo leo tumemsakua na kumuibua mfugaji mmoja ambaye yuko hapa wilayani Nyang'hwale. Yeye anafanya mambo mengi sana. Nyuma yangu ni banda la kuku ambalo kiukweli mimi siku ya kwanza kufika hapa kwa kweli nilihamasika na nikamwambia tutakuja. Kwa hiyo ni kweli leo tumemsakua tukamuibua. Atazungumza mengi yeye mwenyewe, lakini lengo la kipindi chetu ni kubadilishana uzoefu. Tungependa ujitambulishe jina lako, lakini pia kwa nini uliamua kufanya haya yote ya ufugaji, lakini pia tenda mbali zaidi. Kwanza jitambulishe jina. Kwa majina yangu naitwa Walter Philibert Ziliaulamu. Ni mkazi wa hapa Msalala, Nyang'hwale, Geita. Ni mfugaji wa kuku aina ya Saso. Safari yako ya ufugaji ulisomea ama ulijifunza tu kienyeji mpaka ukajikuta unaangukia huko kwenye ufugaji? Sijasomea ndugu mtangazaji. Labda niseme kwamba kupitia hizi mitandao ya kijamii ndo nilikojifunzia hizi fursa. Naam. Pia niko na wataalamu wangu pale dukani. Duka naitwa Walter Agrovet. Liko pale center maeneo ya Mnarani. Hapa Karumwa. Hapa Karumwa. Okay. Nina wataalamu wa kilimo na mwingine wa mfugo. Kwa ile pita mtandaoni nikawa na kijana wangu pale dukani ambaye ni wa mifugo, nikamwambia vipi hii idea unaionaje? Akanambia tunaweza kweli, akasema ndio. Tujaribu. Ndio tumejaribu kama unavyoona sasa hivi. Kwa kubwa zaidi ulitumia mitandao ya kijamii. Ndio. Mpaka kukufikisha hapa. Mpaka hapa nilipo. Hatujaenda mbali zaidi, kwanza tujue banda hili. Ndio. La kienyeji. La kienyeji, lakini kuna shehena ya kuku. Umelitengeneza mwenyewe au umetengeneza kwa wataalamu kutoka wapi? Kama nilivyosema kwamba nilikuwa naangalia mtandaoni. Na idea nimetoka huko mtandaoni. Zinaitwa cages. Hizi ni cages. Nimezoea kuona cages za chuma. Ndio. Zile original kabisa ambazo zinatengenezwa na zina gharama kubwa. Lakini hapa nimeona ni mbao, simple tu, 2 kwa 2, mabanzi yamekaa hapo. Wewe mwenyewe mkono wako? Mimi nilikuwa natoa idea kwa mafundi. Ndio. Naangalia mtandaoni nikamwambia bwana fundi, ninachokihitaji nataka unitengenezee